Funga ngurumo saba sehemu ya 4. Wale wanaotufuata kwenye Telegram wanajua kwamba tulitoa mwaliko kwa chakula hiki maalum cha asubuhi chenye kuoshana miguu kwa kutumia kadi hii. Kwa maarifa yote hadi hapa, je, sasa mnaweza kuelewa kwa nini Bwana aliahidi kubariki kuanzia siku hii ya kuwekwa kwa jiwe la msingi? Inapaswa kuwa wazi kwamba safari hii ngurumo 7 zimefungwa muhuri na kwamba licha ya laana kulingana na Malaki 4, Bwana amefupisha wakati ili kurudi kwake bado kutokee katika mwaka huu wa Yubile. Badala ya miaka 7 au 50, miezi 3 ya wakati wa taabu itatosha. Ikiwa hilo si baraka kubwa sana, hasa kwa wale 1144 na kwa mashahidi, basi sijui baraka ni nini. Zingatieni pia kwamba katika Hagai 2 Bwana alitoa ahadi ya pili, yaani kwamba anataka kumfanya Zerubabeli kuwa kama pete ya muhuri. Je, nakumbuka kamusi ya Strong tuliyosoma hapo awali kwa neno kufunga muhuri? Ilikuwa kupiga muhuri kwa pete ya muhuri, kama tulivyosoma. Je, sasa ina mantiki kamili kwa nini ilipaswa kuwa hasa katika siku hii ndipo sala hii ya dhabihu kwa ajili ya kufupishwa kwa wakati wa ngurumo ilitamkwa? Je, mnajua kwa nini inasema hapa katika Hagai 2 kwamba Zerubabeli amechaguliwa, na kwa nini inasema katika Mathayo 24 kwamba Bwana kwa ajili ya wateule angeufupisha wakati? Je, sasa mnaelewa Zerubabeli anawakilisha nani leo na wateule ni nani? Natumaini mnaelewa kwamba hakuna yeyote wa Philadelphia anayejihisi kuwa wa thamani ya pekee kiasi cha kuitwa mteule. Na hata hivyo, inaonekana ndivyo ilivyo. Natumaini mmegundua kwamba kujifunza ufunuo na kutatua siri ya Mungu si rahisi kama wengi wanavyodhani. Inahitaji kujitoa kikamilifu kwa kujifunza, na mtu lazima aingie katika shule ya kisasa ya nabii wa kale Eliya. Naweza kushuhudia binafsi kuhusu hili. Mungu alijua kikamilifu kwa nini angempeleka. Kabla ya kuwaonyesha uthibitisho mwingine wa kibiblia kwamba Mungu amekubali sala, tafadhali simamisheni video hapa na msome kwa makini nadhiri yetu ya chakula cha asubuhi. Labda mmoja au mwingine ataguswa na kuchochewa na kujiunga na sala au nadhiri hiyo kwa imani kamili. Kama mnavyojua, Mungu ni wakati, na yeye anaweza, akitaka, kuchukua ombi lako kana kwamba lilitamkwa tarehe 16 Desemba. Roho Mtakatifu awe sasa pamoja nawe. Baada ya maudhui haya, ambayo natumaini yameigusa mioyo yenu, ningependa kuwaelekeza kwenye hadithi inayojulikana katika maisha ya Daudi, ambaye mara moja alihesabu watu wake, ingawa hakupaswa kufanya hivyo. Alitaka kujua jeshi lake lina nguvu kiasi gani, lakini alipaswa kumwamini Mungu. Mungu alichukulia hilo vibaya sana. Tusome. Baada ya Daudi kuwahesabu watu, moyo wake ukamhukumu. Daudi akamwambia Bwana, nimetenda dhambi sana kwa kufanya jambo hili, lakini sasa, Bwana, nakusihi uondoe uovu wa mtumishi wako, kwa maana nimetenda kwa upumbavu sana. Na asubuhi Daudi alipoinuka, neno la Bwana likamjia nabii Gadi, mwonaji wa Daudi, kusema, nenda ukamwambie Daudi, Bwana asema hivi, nakupa mambo matatu, chagua moja ili nikutendee. Basi Gadi akamjia Daudi, akamjulisha, akamwambia, je, unataka miaka 7 ya njaa ikujie katika nchi yako, au ukimbie miezi 3 mbele ya adui zako nao wakufukuze, au siku 3 kuwe na tauni katika nchi yako? Sasa fikiria, uone nitamrudishia nini aliyenituma. Daudi akamwambia Gadi, niko katika dhiki kubwa, na tuangukie sasa mikononi mwa Bwana, kwa maana huruma zake ni nyingi, wala nisianguke mikononi mwa wanadamu. Yeyote asiyeijua hadithi hii anapaswa kusoma sura hii, kwa sababu inaonyesha kwamba moyo wa Mungu unaweza kuguswa anapoona toba ya watu wenye dhambi. Kwa vyovyote vile, Mungu alitoa chaguo 3 mbaya sana: miaka 7 ya njaa, miezi 3 ya kukimbizwa na maadui, au siku 3 za tauni katika nchi. Tunajua kwamba Mungu alimchagulia Daudi siku 3 za tauni na, kwa huruma, alimzuia malaika alipokuwa akitaka kuipiga Yerusalemu.
Miaka 7 ya njaa tayari ilitimia katika wakati wa Elisha, na hili linaweza kusomwa katika 2 Wafalme 8:1. Nini kibaya kimebaki ambacho lazima pia kitimizwe? Miezi 3 ya kukimbizwa katika wakati wa taabu. Na huo ndio hasa muda kutoka sala ya dhabihu ya tarehe 16 Desemba 2025 hadi tarehe yetu tena iliyo halali ya kupaa ya tarehe 16 Machi 2026, ambayo ndugu John tayari aliwasilisha katika video nyingine. Lakini tahadhari, nilisema tarehe tena iliyo halali ya 16 Machi, kwa sababu bila sala hii, tukitoa maisha yetu ya milele kwa ajili ya mavuno yenye rehema na ya haraka katika wakati wa taabu wa miezi 3, tarehe 16 Machi 2026 ingekuwa imebatilishwa. Natumaini mnaelewa hili, na natumaini mnaelewa kwamba kutoa uzima wa milele katika nadhiri haikuwa mzaha kwa Musa, wala si rahisi kwetu. Mkiahidi jambo kwa Mungu, napaswa kusimama imara katika hilo. Ukiweka nadhiri kwa Bwana Mungu wako, usichelewe kuilipa, kwa maana Bwana Mungu wako hakika ataitaka kwako, na itakuwa dhambi kwako. Lakini ukiacha kuapa, haitakuwa dhambi kwako. Ulichoitoa kwa midomo yako ukishike na kukifanya, kama sadaka ya hiari kama ulivyoahidi kwa Bwana Mungu wako, uliotoa kwa kinywa chako. Ikiwa Bwana atakubali hatimaye sadaka hii, yaani kuweka taji la uzima wa milele miguuni pake, au la, ikiwa kweli itahitajika au la, sasa inategemea Bwana peke yake. Kama ilivyotajwa mara nyingi, hali maalum za dharura zinahitaji hatua maalum, gharama iwe yoyote. Kwa nini? Kwa sababu mwisho wa yote ni kwamba Mungu ashinde pambano, mavuno yawe kamili, mpango wa ukombozi utimizwe, na Baba adhibitishwe dhidi ya kila shtaka ambalo Shetani amemleta na analeta dhidi yake, kupitia mashahidi wa kibinadamu waaminifu na matendo yao ya kujinyima. Katika ulimwengu wote, kila mbegu ya shaka ambayo Shetani amepanda lazima itokomezwe mara moja na milele. Je, sasa mnaelewa wito wa juu wa wale 1144? Je, sasa unaelewa kidogo zaidi wimbo? Jisikieni huru kusoma makala hii ya zamani, lakini muhimu sana kuhusu mada hii, ili wote wapate msukumo sahihi kwa miezi 3 iliyobaki ya kukimbizwa. Huenda itakuwa Armagedoni iliyobanwa. Ingawa muda mrefu wa ngurumo 7, ambao Miller hakuzifunga wala kuzizuia, haukutegemewa na ulileta shida nyingi kwa miaka mingi, muda huo hata hivyo ulitufundisha jinsi ya kuwa Mkristo wa kweli. Ndugu John aliweka kwa muhtasari katika video sikukuu zilizosahaulika. Soma hili tena kwa utulivu. Labda ilikuwa hasa uelewa huu wa orodha ya Sabato kuu uliotuumba na kututayarisha kwa namna kwamba safari hii mzunguko mwingine hauhitajiki, bali tarumbeta ya 7, ambayo kupitia hiyo Yesu atawafufua watakatifu, bado inaweza kulia katika mwaka huu wa yubile. Asifiwe Mungu. Mwishowe, niruhusuni nitaje, tembeleni njia zetu za Telegram, hasa habari za mapigo 7. Kwa sababu kwa hali hii ya dharura iliyobadilika tunapaswa pia kuangalia kwa karibu kumwagwa kwa mapigo, jinsi yanavyotimizwa, jinsi yanavyoongezeka na lini yanakuja kikamilifu. Kaeni nasi, tunaripoti katika njia zetu za Telegram, na bila shaka pia tutaandamana nanyi katika wakati ujao kwa video zaidi na ufunuo zaidi. Natumaini mmeelewa kwamba hali za dharura zinaweza, kwa kiwango fulani, kubadilisha mwendo wa mambo. Tunawatakia kila laheri na Mungu awe pamoja nanyi. Amina.